Ni maamuzi mazuri sana ambayo wamefanya kwa kuchelewa sana. Inawezekana vilikuwa vikao vingi sana vya sintofahamu, lakini ni maamuzi ambayo yakitakiwa kufanyika siku nyingi sana. Kwa sababu hicho kifanya, of course tutazungumza sana, ilikuwa sio kitendo cha kiungwana na ni namna ambavyo haitakiwa tu kusimamia sehemu ambayo yasimamia, lakini mwisho wa siku ni maamuzi sahihi, ila yamechelewa kutolewa. Isivyo bahati, kuna baadhi ya watu pia hatujawaona kwenye adhabu, sio? Wasimamizi wa mchezo wote wamepona kwenye adhabu, mchezo wa Azam na Simba, sio? Nadhani watu wengi walikuwa wanategemea kuona Rajigi akifungiwa tena ama akipewa adhabu ya aina yoyote, lakini isivyo bahati panga limemkosa na watu wanahoji kwa nini. Lakini mwisho wa siku, yote katika yote, tungoje mkeka wa dabi ya Kariakoo. Rajigi ndio mshika kipenga kwenye mechi hiyo. Twende kwenye jibu litapatikana kutokea hapo. Kwenye hili Mudathiri haya basi atakosa mechi takriban 3. Atakosa mechi ya dabi ya Kariakoo, atakosa na mechi ya KMC, atakosa na mechi ya Coast. Kwa atakosa mechi 3. Na sina wasiwasi na kukosekana kwa Mudathiri haya basi. Wakati na wako wachezaji wengi wenye uwezo wa kuyafanya yale ambayo Mudathiri haya basi anayafanya. Wakati tunazungumza, nadhani wiki moja nyuma ulizungumza kwamba kamati kama itamfungia Mudathiri haya itakuwa haijafanya vizuri, kwa sababu jambo kama hili lilichelewa kwa mchezaji Selemani Mwalimu. Sasa hii leo Mudathiri amefungiwa na dabi ataikosa. Unalipi? Uso wako utaweka wapi? Maana ni fedheha kwako. Chukua maneno yangu ambayo nilikwambia mwanzoni. Ni aibu tosha. Na hawa ndio wale waandishi ambao walipewa jina kule na madam ule ndio wa design hii. Lakini ulizungumza wewe. Iko hivi. Na ndio maana tumekufuata leo. Selemani Mwalimu zilitumika kudra na hekima kubwa, kwa sababu mechi zilikuwa karibu. Sawa sawa. Na baada ya mechi ndo wakafungiwa. Hakukuwa na sababu yoyote. Niamini mimi, mechi ambayo ingefuata ndani ya wiki 2 ndio ingekuwa dabi ya Kariakoo. Mudathiri haya basi angecheza, baada ya mechi ndio angefungiwa. Lakini nyuso za aibu na wangefanya nini ndio zimefanya wakajadiliana kwa muda mrefu sana. Kwani hii changamoto ambayo inamfanya Mudathiri afungiwe zimepita wiki ngapi? Almost wiki 2, nenda wiki 3, si ndio? Wewe unafikiri nini ambacho kilikuwa kinajadiliwa hapa katikati? Tumfungie tusimfungie, tungoje dabi tusingoje dabi, ndio mavitu kwa design hiyo. Kwa mwisho wa siku mimi sidhani kama iko hiyo tungoje dabi. Nadhani sio kwako wewe, labda hiyo. Mimi sasa nakwambia hivi, kama dabi ya Kariakoo, ushahidi na hilo jambo. Kama dabi ya Kariakoo ingekuwa wiki moja baada ya ile tukio, Mudathiri haya basi angecheza. Una uthibitisho na ni makelele mengi tuliyoyapiga, au unasadiki? Ni makelele mengi tuliyoyapiga ndio amefanya leo. Angalia, kuna mtu amemkuta mazito, nadhani uzungumze labda kama kusadikika, kwa sababu hauna uhakika na unachozungumza. Yanawakuta kwa sababu hawana uelewa wa vitu wanavyovizungumza. Uwezi ukaenda kuifanyia taasisi defamation alafu ukategemea itakuacha. Hauoni kana Mudathiri haya basi ni mchezaji mzuri, alishindwa kuzuia hisia zake, akaamua kufanya kitendo ambacho sio cha kiungwana, na nilisema anastahili kufungiwa kama wengine, kwa sababu alifanya kitendo ambacho sio cha kiungwana. Lakini wasiwasi wangu mimi ulikuwa kucheleweshwa kwa adhabu, na kweli adhabu ilichelewa. Hauoni kana tunaona adhabu imetoka Machange kwa hili? Hauoni kana kwamba kukawa na mgawanyiko wa mashabiki, wengi wao wakiamini kwamba kwa nini Muda anafungiwa na ikosa dabi wakati Mwalimu hakufungiwa na amecheza dabi? Kwani Yanga wana mchezaji mmoja? Mimi nazungumza hadi kwamba hakutakuwa na mgawanyiko kwa jinsi ambavyo unavyoona. Hakutakuwa na mgawanyiko wote. Hakutakuwa na mgawanyiko wote. Kwa sababu kwani Mudathiri basi anacheza namba ngapi? Si yuko mbele kiungo mshambuliaji. Kiungo mshambuliaji. Anacheza 9, anacheza namba 10 ama namba 8, si 8. 10 au 8. Mara nyingi ndio namba wanazo hudumu. Ndio. Haya, hapa tunapozungumza sasa hivi 18 anaweza kasa na 8 au 8. Mudathiri alipokosekana nani kwanza 18? 8 na 6. Duke Oga Abuya pamoja na Maxim pia Nzengeli. Sio? Lakini kuna kocha kama ameenea hivi na Okelo. Tayari sasa unamkosa huyo. Ndio maana kuwa na kikosi kipana. Ndio maana kuwa na wachezaji bora. Ndio maana ya kuwa na watu ambao wana uelewa mkubwa kwenye mpira. Huwezi kulazimisha kumtunza mchezaji ambaye tayari ana adhabu ukakaa chini ukaanza kulia. Kwa hiyo ni lazima mwalimu awe na mpango mkakati. Na kwangu mimi sitoshangaa wala sioni kwamba ni kitu cha ajabu. Vyote vinawezekana.
Kwa hiyo vyote vinafanya nini? Vinawezekana. Kwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo hakutakuwa na athari kwa Young Africans. Hakuna athari yoyote. Wewe unaona athari yoyote? Lakini kuna Yanga hii ile kucheza na Mamelodi Sundowns ikiwa hana wachezaji wake 11 watatu kama sio wanne. Nungu akacheza katikati pale kama kiungo na alifanya mambo makubwa kama sio dhuluma na mambo yasiyokuwa ya afya kwenye mpira wetu, Yanga alikuwa anaendelea kwenye ule msimu, sivyo? Kwa mwisho wa siku uwezekano wa kucheza bila Mudathir haya basi upo, kwa sababu Yanga imesha kucheza bila wachezaji wake bora na mpaka sababu anapata matokeo. Lakini kana kwamba kama kuna pacha ambayo imejengeka hivi sasa baina yeye na vyovyote vile utakavyoona wewe, Mudathir haya basi amefungiwa mechi 3 na hatacheza. Ni jukumu la mwalimu kutafuta nani ambaye atakaa katika ile eneo ili kuona kwamba ni kitu gani ambacho kinakwenda kufanyika basi. Lakini tunaona Mudathir haya basi anafungiwa. Yule mwamuzi ambaye alichezesha Simba na Azam FC Arajiga bado yuko huru. Pengine hili limekaje? Manake siendakiwa naye pengine mpaka sasa tunavyozungumza huenda angekuwa ndani. Sina nafasi ya kuwafundisha kazi, lakini wanayo sababu kwa nini hawajamfungia Arajiga. Wanayo sababu. Na hii inaweza kunipelekea kufikiria kwenye mwezi wa 5 nani atakayekuwa refa atakayesimama katikati. Huyo usiyempenda anaweza akawa ndo refa. Arajiga apewe mechi. Kwa nini asipewe? Lakini baadhi ya mashabiki wa Simba hawana furaha na Arajiga kwa sasa. Baadhi yao hilo ni tatizo lao binafsi. Wala haliwahusu bodi ya ligi. Kwani wazee walitoka wakasema wazee ni wakina nani? Wazee wa Simba. Wa Simba wana wazee. Wapo. Waliita press kabisa wakazungumza kwamba Arajiga asipojirekebisha au mkubali. Mwenyekiti wa klabu ya Simba alishawahi kusema hivi, kuna baadhi ya watu kwenye klabu ya Simba wana tatizo la afya ya akili. Sio maneno yangu, ni maneno ya mwenyekiti wa klabu. Kama yeye aliweza kung'amua, huwezi kuacha kushangaa wazee wakitoka kwa wanaongea vitu ambavyo havieleweki katika mpira. Yaani yeye wao wazee ni wakina nani kumkataa refa aliyechaguliwa na hawajafurahishwa na maamuzi. Yaani bodi ya ligi iko pale kufurahisha. Tengeneza timu, unda timu. Ndio nyinyi mnakuja kusema Yanga ananunua mechi baada ya kushinda 6. Ndio mnakuja kusema hayo maneno kwa sababu hamna timu. Machange Simba angeifunga Mbeya City au angeifunga Coast Union 4 au 5. Ungesikia watu wakimsifia Libase Gay, Asin Oura. Watu watazungumza Simba imeimarika. Lakini leo Yanga akishinda goli 6, watu wanaanza kupiga makelele ananunua mechi. Lakini Yanga hao wakifunga goli 1 wakapata matokeo kwa tabu, watu wanasema Yanga ameshuka daraja. Nyinyi wanadamu mnataka Yanga wawafanyie nini? Haya, katika hizo goli 6 au 5, ni timu gani katika nchi ya Tanzania haijafungwa goli 5 na Yanga kama sio Azam peke yake? Ni timu gani? Hebu nyinyi waandishi leo mniambie. Naangalia kule mniambie nyinyi. Ni timu gani katika nchi ya Tanzania haijafungwa goli 3, 4, 5 kwenda mbele na Yanga kama sio Azam peke yake? Hata yenyewe sishafungwa pia. Achana na hizo wewe kufungwa, nazungumzia hiyo ambayo inaonekana kwamba sasa hivi ndio tatizo. Kwa hiyo Simba alivyofungwa 5 na Yanga aliuza mechi, ndio? Sorry, asimamisha baadhi ya watu. Ni ukosefu wa akili. Machange, sawa, tukija kwenye Mudathir haya basi ni mchezaji mzuri, ni mchezaji bora, anao uwezo mkubwa, anaweza kufanya vitu vingi akiwa uwanjani. Hayupo tena uwanjani. Mwalimu anayo nafasi ya kuchagua ni naye atakayeshika nafasi ya Mudathir haya basi na akampa kile anachokitaka. Yote yanawezekana. Yanga ina kikosi kipana, Yanga inacheza kwa sababu it's a club. Ndio wanasajili wachezaji kwa gharama kubwa. Huoni kana kwamba Mudathir ilimfaa kufungiwa mechi 5 kwa kile ambacho anakifanya? Sasa hilo ndo wale ambao walimpa Suleiman Mwalimu mechi 4, mechi 3 ndio wameamua kumpa huyu 3. Kama ni kubalance mzano wanajua wao. Ndio huyo ambao walimfungia Baka na wengine mechi 5 tukasema viongozi sasa hivi wamesimama watasimamia mpira wetu. Isivyo bahati hapa katikati Suleiman Mwalimu wakiangalia hivi Simba hawana striker mwingine. Nani atakwenda kusimama nao kwenye dabi? Fungeni macho, Suleiman acheze dabi, akitoka hapo ataenda kupumzika. Kwa hiyo ile pacha ambayo kwa hivi sasa imeanza kunoga, hiyo pacha ni wewe unasema, Alan Okello juzi katoa pasi moja safi kabisa. Nani ya Zimbo Junior kaenda kafunga goli zuri kabisa la Kideoni. Na ile nao limenunuliwa pia. Wewe kuna baadhi ya wehu wanakuambia na ile nao limenunuliwa. Wewe baba yako mdogo au mjomba wako angekuwa golini pale angefanyaje? Mjomba wako ndo angekuwa golini. Wehu tena. Mjomba wako ndo nakwambia sasa. Mjomba wako wewe au anko wako
ndo angekuwa imepigwa pasi kama ile piga Alan Okello kwa Zimbwe Junior, angefanya nini golini? Kwa hiyo goli kama alilofunga Pacome Pedro Zouzoua, anko wako wewe au mjomba wako au babu yako angekuwa golini, angefanya nini? Kwa muda sio shida. Sio shida. Yanga imesha beats odds zote za kucheza bila wachezaji wake wote wazuri. First 11 yake na akapata matokeo. Atapata ushindi. Kwa nini asipate? Wewe una wasiwasi na Yanga kupata ushindi? Wewe una wasiwasi na Yanga kupata ushindi? Si kikosi chenye kilivyo. Kikosi kipi? Yaani kuna wakati analalamika, nani analalamika? Fitness baadhi ya nani analalamika? Mashabiki. Wehu wasiojua mpira hao. Ukikutana nao waambie Machange amembenyi wehu. Mkienda kwa hoji huko mtaani, mwambie nimekutana na mchambuzi mmoja kawaita nyinyi mlalamika kwamba Yanga hawana fitness. Wehu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.